Hello, tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yangu, ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati. Leo mimi ndugu Benjamin Soteri Mboe, tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tarehe kama leo mwaka 2022, mimi na ndugu zangu wengine 12, maana yake jumla tunakuwa 13, tulifunga nadhiri zetu za kitawa katika shirika la ndugu wadogo wa Francisco wa Kapuchini, kule nyumba yetu ya malezi ya unovisi Kasita, jimbo Katoliki la Maenge. Kwa kweli ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Katika sehemu ya maandiko matakatifu, kitabu kwa Waebrania, inasema kwamba tutoe sadaka ya shukrani, sadaka ya vinywa vyetu. Nami nashukuru, nasema asante Mwenyezi Mungu. Thank you Lord. Thank you mighty and ever living God. Asante Mungu Baba, asante Mungu Mwana, asante Mungu Roho Mtakatifu. Asante kwa msaada wa ndugu. Asante kwa ajili yenu nyote, kwa sala zenu, kwa kazi zenu, kwa vipawa vyenu. Asanteni sana ndugu zangu watawa, ndugu wasio watawa. Kuna watu wengine najua mnaniombea, mpo sehemu mbalimbali ulimwenguni. Mnaniombea mimi kama mtawa, mnaniombea mimi kama Benjamin. Sijawahi kuwaona lakini mnaniombea. Thank you very much. Asante sana. Nipo jinsi nilivyo sio kwa neema yangu, sio kwa nguvu zangu, bali ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Kwa ndio maana basi leo nimeamua nitoe shukrani kwa maneno. Na mtumishi mmoja alikuwa anasema kwamba tumshukuru Mungu kwa kila jambo, maana yeye Mungu ni mwema. Nilikuwa nimeona ndugu Evarist Peter Nyangale alikuwa ameweka status. Anasema kwamba shukuru Mungu kwa kila jambo, maana yeye ni mwema. Ukiwa nacho yeye ni mwema, ukikosa yeye ni mwema, maana ataendelea kuwa mwema. Ukipata yeye ni mwema. Kwa hiyo kwa kufunga kwangu nadhiri, kwetu nadhiri, nilipata, tulipata, tumepata. Kama ambavyo pia naye anapata kitu chema, anapata mke mwema, anayeolewa anapata mume mwema, anaingia katika ndoa takatifu, anayekuwa katika wito wa kazi fulani, kitu chema amepata. Kwa hiyo kila mmoja kwa namna yake tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, tulikuwa ndugu 13 kama nilivyosema. Kila mmoja amekuwa baraka na upendo kwangu. Mtakatifu Mama Teresa Calcutta alisema kwamba tunakutana na watu kwa sababu mbili. Moja, ama awe baraka ama awe somo, blessing or lesson. Sasa ndugu zangu leo kutana nao wamekuwa yote mawili. First blessing, la pili pia mmekuwa somo. Asante sana kaka Stefano Dominicus kwa kunoga. Na kushukuru sana brother Angelus Ngatunga. Asante sana kaka Evarist Peter Nyang'ali au kufasi mwiko. Lakini basi itoshe kusema kaka Evarist Peter Mnyang'ali. Ninakushukuru kaka Benedict Angelus Ngatunga, kaka Simon Toroka, kaka Narcisse John Olomi, ndugu yangu Anthony Okeno, brother Dickson Magongo, kaka Evarist Silayo, kaka Luanga Kajembula, kaka Benjamin Alphonse Shija. Ninakushukuru sana ndugu Roland Raphael Msongole. Thank you very much. Thank you so much. Shukrani pia kaka Kasmiri Titus Msimbe. Ninawashukuru nyote kaka Luanga Kajembula. Nadhani nimewataja wote, sipaswi kusahau hata mmoja. Kama sijamtaja wote basi naanza mmoja baada ya mwingine. Asante sana kaka Anthony Okeno, ndugu Stefano Dominicus kwa kunoga, kaka Benedict Angelus Ngatunga, ndugu Simon Toroka, thank you. Kaka Evarist Peter Mnyang'ali, kaka Narcisse John Olomi, ndugu Anthony Okeno, ndugu Dickson, ndugu Luanga Kajembula, ndugu Kasmiri Titus Msimbe, ndugu Roland Raphael Msongole, kaka Benjamin Alphonse Shija. Thank you very much. Kaka Luanga Kajembula nadhani nimesha kutaja Basi na mimi mwenyewe pia nijishukuru kwa niaba yangu. Ndugu Benjamin Soteri Mboe. Kwa kweli nawashukuru sana nyote, mmekuwa faraja, baraka, masomo kwangu, kila mmoja kwa namna yake.
Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sijui niseme nini, lakini angalau basi wimbo mmoja wa niseme nini, Bwana, nitamke maneno gani kinywani, nikushukuru jinsi gani, nisimulie vipi mimi mapito niliyopita kuja hapa, nikushukuru jinsi gani, niseme tu Bwana Mungu wangu, asante na kushukuru, narudia Bwana Mungu wangu, asante na kushukuru. Kwa kweli namshukuru kila mmoja kwa namna yake. Asante kwa ajili ya wazazi wangu, kwa wadogo zangu, ndugu, jamaa na marafiki, wafadhili na wadhamini wangu wa kiroho na wa kimwili. Wewe unayeniombea hata kama sijawahi kukuona wala sikujui, asante sana. Usiache kusali kwa ajili ya watawa, kwa ajili ya ndugu, jamaa na marafiki, kwa ajili ya ulimwengu mzima. Thank you very much kwa sadaka yako ya hali na mali, fedha. Asante. Asante sana. God bless you. Asanteni sana. Sio rahisi, lakini Mungu anaendelea kutukirimia ulinzi, baraka na msaada wake kwa ajili ya utukufu wake, na sisi binadamu tukiendelea kutakatifuzwa. Ninawashukuru wanandoa wote. Ninawashukuru wale ambao pia hawajaingia kwenye ndoa. Muendelee kudesign vizuri wito Mungu aliweka ndani yako. Ninawashukuru pia ambao hawajaingia kwenye utawa ama upadre. Uendelee kutulia ili uweze kujua wito Mungu aliokuitia. Kila mmoja amtumikie Mungu akiwa hapa duniani kwa namna yake, kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wito wa kazi pia, inawezekana pia umeitwa kwenye wito wa kazi fulani. Inawezekana pia hujaitwa kuingia kwenye ndoa, ama hujaitwa pengine kuingia kwenye ndoa ama upadre ama utawa, lakini ni wito wa kazi fulani. Nao pia ni wito wa kazi. Kwa Mungu akubariki pia, uendelee kumuomba Mungu kutulia kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi ndugu yangu, nakushukuru sana. Asante kwa kusubscribe channel hii. Wewe ambaye hujasubscribe, basi naomba usubscribe, naomba ushare, ucomment, ulike, ushirikishe pia wengine kwa ajili ya updates zaidi, kwa ajili ya hazina ya kanisa letu Katoliki. Kilichokisema ni moja hapo, hazina ya kanisa Katoliki. Namshukuru Mungu kwa mashirika mbalimbali, shirika la ndugu wadogo wa Francisco wa Capuchino, mashirika mengine, majimbo mbalimbali Katoliki, na vyama vya kitume, na kila taasisi, na ulimwengu mzima, hata kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, maana pia tupo ndani ya ardhi ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya jamhuri yetu hii. Kwa hiyo uendelee kubarikiwa ndugu yangu. Nice to meet you.